Taarifa tuko nayo ni kwamba kauli ya mheshimiwa mbunge Tauhida Gallos, huyu ni mbunge wa viti maalumu mjini Magharibi, aliweza kuzungumza na kauli ambayo ilionekana kuwa ni tata baada ya kuomba vyombo vya usalama na ulinzi kuweza kudili na kenge wa ndani, yani kumalizana nao. Na yote ilikuwa ni baada ya kile alichokizungumza Askofu Josephat Gwajima baada ya kuweka press conference ya lisali moja akiweza kuzungumza maswala ya utekaji, kwa sababu mada kubwa ya Josephat Gwajima ilikuwa ni swala zima la utekaji. Na katika maelezo ya mchungaji Gwajima ama pia mbunge wa Kawe, nafikiri yaliweza kuelezeka, na kwa wale waliopata muda kusikiliza ilikuwa inajadili haswa swala zima la utekaji, na huku akiweza kufikia hatua ya kumtolea mfano, yani mtoto wa mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, akiweza kumtolea mfano inatokea yani mtoto wake Abduli aliyemzaa mwenyewe leo hii anachukuliwa na kutobolewa macho ama kutekwa, itakuwaje? Kwa nini watoto wengine waonekane kama mbuzi, waonekane kama ng'ombe, lakini mtoto labda mfano wa Dr. Samia Suluhu Hassan na Ben Abduli akitekwa ama akitobolewa macho, je, itachukuliwa vipi? Sasa nafikiri kwa kile ambacho kiliweza kuzungumzwa, basi tukaweza kuona kwa nukuu ya mbunge Tauhida Gallos baada ya kuona kabisa kwamba yani haikupendeza kwa Josephat Gwajima kuweza kumtolea mkuu wa nchi mfano ambao yeye alikuwa anauzungumzia. Kwa hiyo kwa upande wake aliona kabisa sio sahihi, na katika jambo ambalo mchungaji Josephat Gwajima ama mbunge wa Kawe kwa alichokifanya haikuwa sahihi, baada ya kumshirikisha katika mfano ambao tunajua kabisa haikupasa kwa mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kuhusika katika mifano ambayo yeye Josephat Gwajima alikuwa akizungumza katika mjadala na katika press conference yake. Sasa ni mambo yameweza kuzua utata, na mpaka muda huu na hata alichokizungumza Josephat Gwajima kwamba ikatokea kuna mtu ameweza kumjibu kwa miemko ama mtu ameweza kumjibu kwa kile alichokizungumza, manake atarejea tena na atarudi tena kuzungumza kwa mara nyingine tena. Yani Josephat Gwajima ameweza kuzungumza kwa kujiamini, na huko akidai kabisa ikatokea mtu ameweza kumwataka kwa kile alichokizungumza, basi yeye ni lazima atadili naye perpendicular. Sasa ni mjadala ambao mpaka sasa hivi na sakata ambalo tunaliangalia tu na sisi kama sehemu ya vyombo vya habari kuweza kuangalia nini kitakachoweza kutokea, lakini taarifa ambayo iko wazi, na pia ningependa kukupa uhuru wa maoni kuweza kuzungumza ama kutoa ushauri katika upande wa hiki ambacho nimeweza kukizungumza katika siku hii ya leo. Cha msingi zaidi ni tukutane kwenye upande wa comment ni Hatboy Media. Sasa hapo ni kuangalia, je, uko upande wa mbunge wa viti maalumu Tauhida Gallos ama uko upande wa mchungaji Josephat Gwajima? Hapo dondosha komenti zako, na hisi ni sahihi ama sio sahihi.